Kwa hiyo kufuatia tukio hili, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya ilianza ufuatiliaji ili kuwabaini na kuwakamata wale wote waliohusika katika tukio hilo kwa kutumia kikosi chake cha askari mahiri wenye weledi katika masuala mazima ya ufuatiliaji wa matukio kama haya. Kwa hiyo katika ufuatiliaji huo, mnamo tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2025 majira ya saa 4 za asubuhi alikamatwa mtu mmoja anaitwa Marwa Nyahega John mwenye umri wa miaka 25. Huyu ni mkazi wa Uzunguni A hapa jijini Mbeya, ambaye katika mahojiano na hii timu ya upelelezi alikiri kuwa yeye pamoja na wenzake wawili ambao ni Edward Christopher Kayuni na Webusta William Mwantebere kwa pamoja walikula njama na kumteka nyara Shailozi Michael Mabula ambaye kwa sasa ni marehemu, kwa lengo la kujipatia fedha nyingi kutoka kwa baba yake mzazi aitwaye Dr. Mabula Michael. Awali walimnywesha sumu ambayo ni dawa ya kuulia magugu mashambani aina ya Roundup. Kwa hiyo iliposhindikana kuondoa uhai wake, waliamua kumnyonga kwa kamba hadi kufa, kisha kuamua sasa kwenda kuchoma mwili wake. Na ilipofika tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2025 alikamatwa mtuhumiwa mwingine ambaye anaitwa Webusta William Mwantebere mwenye umri wa miaka 27. Huyu ni mlinzi ambaye alikiri kushiriki kufanya tukio la utekaji na mauaji ya binti huyo, na alieleza kuwa tukio hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Marwa Nyahega John na Edward Christopher Kayuni. Aidha, alieleza kuwa anaweza kwenda kuonyesha askari watumiwa wengine walipo au watumiwa wenzake, kwani wamepanga kwenda mafichoni kwenye machimbo yaliyopo katika wilaya ya Chunya. Hii yote ni katika kukwepa mkono wa sheria usiwafikie. Kwa hiyo mnamo tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025 aliwachukua hawa askari polisi na kwenda nao katika kijiji cha Chalangwa, eneo waliokuwa wamepanga kukutana. Askari polisi waliweka mtego kwa ajili ya kumkamata na kumnasa mtu huyu ambaye Webusta William Mwantebere ambaye sasa ni mtuhumiwa katika kesi hii alisema atawaonyesha. Kwa hiyo askari alipojaribu kumkamata mtuhumiwa huyo alichomoa kisu ghafla na kuanza kuwatishia askari kwa kutaka kuwachoma kwa kisu hicho. Kwa hiyo askari walifyatua risasi hewani na kumuonya mtuhumiwa ajisalimishe yeye mwenyewe na aache vitendo hicho cha kutaka kuwachoma askari, lakini alikaidi. Baada ya kukaidi amri hiyo, askari wengine waliokuwepo karibu waliweza kufyatua risasi nyingine iliyompata kwenye mguu wa kushoto na huyo mtuhumiwa akaanguka chini. Hii yote ilikuwa ni katika kumnyong'onyesha ili asiweze kuleta madhara kwa askari. Kwa hiyo wakati wa purukushani hizo, wakati zinaendelea, mtuhumiwa Webusta William Mwantebere naye aliona ndo nafasi ya kuweza kuwakimbia askari ili kukwepa mkono wa sheria usimfikie au mkono wa sheria dhidi yake usiendelee kumdhibiti. Ndipo askari baada ya kugundua hilo pia waliona na yeye waweze kumdhibiti kwa kupiga kwanza risasi juu wakimuonya asiendelee kukimbia, na hizo risasi zilizopigwa ni zaidi ya risasi 3 na kumtaka asimame, lakini alikaidi na kuendelea kukimbia. Na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa kwa haraka sana ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya ili waweze kupata matibabu. Lakini walipofikishwa pale kwa bahati mbaya ilibainika kuwa tayari wamekwisha fariki dunia. Aidha, katika ufuatiliaji zaidi wa tukio hili, mtuhumiwa Marwa Nyahega John alieleza kuwa wakati wakimpa mateso Shailozi Michael Mabula na kumrekodi kwenye picha mjongeo,
na kumtumia baba yake mzazi ili atoe fedha nyingi, alimkata binti huyo kidole cha mkono wa kulia, na baada ya mauaji hayo kidole hicho pamoja na nguo zake za ndani walizipeleka kwa mganga wa jadi na mganga wa kienyeji maeneo ya Isieche jijini Mbeya kwa ajili ya kuwafanyia zindiko ili wasibainike na wala wasikamatwe na jeshi la polisi au mtu yoyote kufuatia tukio hili ambalo wamelifanya. Kwa hiyo waliamini hivyo na walifanya hivyo. Kwa hiyo mtumia huyo baada ya mahojiano alikwenda kuwaonyesha askari kwa huyo mganga, na ambako walipeleka hicho kidole cha huyo marehemu pamoja na nguo zake za ndani. Sasa wakiwa njiani kuelekea kwa huyo mganga, mtuhumiwa Marwa Nyahega John alikurupuka ghafla wakati gari ikiwa kwenye mwendo na akajirusha chini kutoka kwenye gari, kitendo ambacho kilipelekea mtuhumiwa huyo alipata jeraha kubwa kichwani, na kutokana na jeraha hilo askari pia waliweza tena kumkimbiza katika hospitali ya rufaa ya kanda Mbeya ili aweze kutibiwa, tuweze kuendelea naye katika mahojiano, lakini kutokana na jeraha lile na kuvuja damu basi akawa amefariki dunia. Kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na msako mkali kuwatafuta na kuwakamata watuhumiwa wengine, akiwepo huyu mganga wa jadi ambaye ameshiriki sasa kuchukua sehemu ya mwili, yani kidole pamoja na nguo za ndani za huyu marehemu. Katika upekuzi wa hawa watuhumiwa ambao sasa ni marehemu kwa wote kwa pamoja, walikutwa wakiwa na pingu 2, vitambulisho 2 vya bandia vya Jeshi la Wananchi Tanzania yani TPDF vyenye picha na majina yao, lakini pia walikuwa na simu zenye picha zinazoonyesha namna walivyokuwa wanatekeleza uhalifu wao na kurekodi haya matukio na kuyarusha kwa mzazi. Na wakati huo taarifa kulingana na uchunguzi pia katika simu hizo pia wamekuta kulikuwa na taarifa zingine za mawasiliano baina yao kabla, wakati na baada ya kumteka nyara kumuua huyu binti ambaye anaitwa Shairozi Michael Mabula. Hao vijana wamepita kwenye mafunzo ya JKT, mafunzo ya Jeshi la Akiba, na wamepata vitambulisho ambavyo mtaviona hivi punde na vina majina yao na namba zao. Kwa hiyo ndio tukasema wakipata mafunzo haya wasifanye vitendo vya uhalifu ambavyo vinapelekea kuua au kujeruhi watu kwa sababu ya kujipatia kipato. Kwa hilo ndo jeshi la polisi sisi tunakemea zaidi. Ni tukio lilikuwa la kusikitisha na kufedhehesha. Tukio ambalo haliwezi likaelezeka na kulimaliza. Lakini baada ya kutokea hili tukio, moja kwa moja nilitoa taarifa kwenye jeshi la polisi. Polisi wakaanza kazi, wamepambana mpaka hapo wahalifu pengine wasiwe wote, lakini mpaka asilimia kubwa. Jeshi la polisi limefanya kazi kubwa, limefanya usiku na mchana kuanzia siku ya tukio mpaka hapo baadhi ya wahalifu kupatikana wote na kutiwa nguvuni ili waende kwenye mikono ya sheria. Jeshi letu limefanya kazi kubwa sana, akiwepo kamanda wa RPC mkoa na wasaidizi na timu yote nzima, mkuu wa upelelezi, mkoa, wilaya na vijana wao wamefanya kazi kubwa sana. Walikuwa hawalali, wamepambana tangu siku ya kwanza mpaka mwisho, mpaka ilipofanikiwa kwa muda mfupi wamefanikiwa kuwatia nguvuni wahalifu.